Mambo vipi? Karibu Trust Media, mimi naitwa Dix. Usisahau kusubscribe lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili kupata update zaidi, kwa sababu hapa ndipo ambapo unapata zile news update zote na kwa uhakika na kwa wakati. Nenda pale YouTube, search Trust Media TZ. Sasa timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite Queens, baada ya siku ya jana Jumapili ambayo ilikuwa ni Mei 10 mwaka 2026 kuibuka na ushindi wa mabao mawili dhidi ya Cameroon. Ushindi huo umeifanya Tanzanite Queens ifuzu kwa kubebwa na faida yao ya bao la ugenini baada ya michezo miwili kati ya timu hizo kumalizika kwa sare ya mabao 3-3. Katika mchezo wa kwanza uliofanyika Yaounde, Cameroon, wenyeji waliibuka na ushindi wa mabao 3-1, na walioitoa kimasomaso Tanzanite Queens katika mchezo wa jana ni Mary Aaron pamoja na Hasnat Ubamba ambao kila mmoja alifunga bao moja. Tanzanite Queens kwa sasa imefikia rekodi iliyowahi kuwekwa na timu ya taifa ya wanawake ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Girls, na ile timu ya wanawake ya futsal ya kuwa timu pekee za taifa za Tanzania zilizowahi kufuzu fainali za kombe la dunia chini ya shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Serengeti Girls ilishiriki fainali za kombe la dunia mwaka 2022 na kuishia katika hatua ya robo fainali, wakati katika kombe la dunia la wanawake la futsal Tanzania ilishia katika hatua ya makundi. Kocha mkuu wa Tanzanite Queens Bakari Shime aliandika rekodi ya kuwa kocha pekee wa soka Tanzania kuwahi kuzipeleka timu mbili za taifa katika fainali za kombe la dunia. Shime ndiye aliongoza Serengeti Girls kufuzu fainali za kombe la dunia mwaka 2022 zilizofanyika India, lakini pia uwanja wa New Amani Complex umeendeleza historia nzuri ya kubeba timu za Tanzania katika kufuzu kwenda hatua muhimu za mashindano mbalimbali. Ni uwanja huo ambao Serengeti Girls ilicheza mechi iliyowezesha kwenda kombe la dunia, lakini pia Simba ilipata ushindi dhidi ya Stellenbosch iliyochangia kwa kiasi kikubwa itinge fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu uliopita. Safari ya Tanzanite Queens kufuzu kombe la dunia mwaka huu ilianzia raundi ya pili baada ya kuitupa nje Angola kwa ushindi wa jumla mabao 7-0, ikishinda mabao 4 katika mechi ya kwanza na marudiano mabao 3-0. Katika raundi ya tatu ilitoa Kenya kwa mikwaju ya penalty 3-1 baada ya mechi mbili baina ya timu hizo kumalizika kwa sare ya 1-1, na raundi ya mwisho ndiyo ikaitoa Cameroon. Fainali za kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20 zitashirikisha idadi ya timu 24 zitakazogawanywa katika makundi 6 yenye timu 4 kila moja. Hii ni Trust Media, hapa ndipo ambapo unapata update zote na story hapa imeendelewa na Moscow. Mimi naitwa Dix. Usisahau kusubscribe lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili upate update na tukikuwekea ili uwe wa kwanza kuzipata hapa Trust Media. Nenda pale YouTube, search Trust Media TZ.